Mimi siwezi kuendelea kukaa humu ndani na muangalia mama yako pamoja na visa vyote anavyonifanyia. Kwa hiyo naomba uniache niondoke. Mapenzi yameniteka, sina la kufanya mimi. Na kingine, mimi sirudi leo. Tutaonana kesho. Ameuteka, mama ameshatupa kajini. Ananifokea, anacheka, kwake nimekuwa zuzu. Mama nisamehe, nakosa maamuzi, sio kama siyaoni unayofanyiwa, ila tatizo ni moyo. Dada, nikuombe radhi kwa hichi kilichotokea hapo ndani. Najua na vitu vingi unatamani kuniuliza, lakini naomba tu unisaidie kitu kimoja tu. Nadhani umemsikia yule bonge alivyoongea, na yule ndo mama mwenye nyumba. Kwa naomba unisaidie kwa haraka ili kuondoa hili tatizo. Naomba nikuhamishe kwenye chumba cha pili. Najua kile chumba cha pili kina mapungufu tu, hakina choo ndani, tofauti na kile chumba ambacho nilikuweka mwanzo. Utakuwa umenisaidia sana, afu mambo mengine tutaongea. Nisaidie kwa hilo tu dadangu. Sawa, mimi nimekuelewa. Natamani nimefanya hivi kwa ajili yako, ili mradi usije kwenye matatizo. Nashukuru sana. Na niseme asante. Sawa, hamna shida. Basi kwa mimi nianzaje taratibu hapo kwa kuandaa kule kufanya usafi. Wewe ukija mle ndani unifungulie mlango, naweza kukusaidia kutoa vitu. Sawa, hamna shida. Asante. Mapenzi yameniteka, sina la kufanya mimi. Moyo wangu ameuteka, mama ameshatupa kajini. Ananifokea, anacheka, kwake nimekuwa zuzu. Mama nisamehe, nakosa. Kaka. 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 Shamani visa, hai nichoka visa. Shikamoo. Maraba, vipi? Safi. Samani. Mama ameniagiza nje kuamshe uwahi kazini. Maana muda umeenda sana. Halafu chai iko tayari na nguo zako pia ziko tayari. Sawa. Jana mke wangu alirudi? Hatujajua. Maana wewe ndo mtu wa mwisho jana kulala. Mimi mpaka napata usingizi sijamuona kurudi. Ila sio mbaya. Mapenzi yameniteka, sina la kufanya mimi. Moyo wangu ameuteka, mama ameshatupa kajini. Ananifokea, anacheka, kwake nimekuwa zuzu. Mama nisamehe, nakosa maamuzi, sio kama siyaoni unayofanyiwa, ila tatizo ni moyo. Shamani visa, hai nichoka visa. Shamani visa, hai nichoka visa.
Habari Shem. Naitwa Sarungi. Kuna siku Hepe lazima simu yangu akakupigia. Na baada ya kumaliza kuongea, aliniambia kwamba wewe ni rafiki yake mkubwa sana. Kwa hiyo nikaona sio vibaya nikasave namba yako. Leo nimeamua nikukumbuke Shem wangu. Sasa kuna kitu nataka kuongea na wewe. Sijui tunaweza kuonana. Sawa, basi subiri kwanza mimi nifanye harakati zangu. Baadaye nitakupigia simu, tutapanga ni wapi tuonane. Sawa, asante. Mama msubiri. Yule si mke wa kaka yule. Ndio yeye Happy yule. Yaani mimi huwa najiulizaga maswali mengi sana sipati majibu. Hivi ni nini mwanangu kizuri anachokipata kwa yule mwanamke? Mama, mwanamke anamdhalilisha kiasi kile. Mama, maisha yana siri nyingi sana. Ila endelea kumuombea. Naamini ipo siku atabadilika. Hapana Aisha. Ngoja mimi nimfuate kule. Hapana mama. Achana naye. Wewe twende kwanza hospitali. Unajua kipenzi, katika siku ambazo nimeenjoy, basi jana usiku nimeenjoy sana. Mimi pia nimeenjoy zaidi kipenzi changu. Ndio maana oga napenda kutumia muda mwingi sana nikiwa na wewe. Kweli. Na unanichanganya sana ukisuka nywele kama hizi. Unajua napenda sana mwanamke ambaye anasuka hivi. Natural anapendeza. Asante. Sasa kipenzi, mimi acha niwahi. Nadhani tutawasiliana baadaye. Sawa. Acha na mimi niwahi nikapumzike. Maana jana sijalala kabisa kwa shughuli zako. Okay. Sawa, nimekuelewa. Unaenda kapumzike, baadaye nitakucheki. Okay? Sawa, nakupenda. Baby, unavuta bangi? Sijavuta mama mtu. Itakuwa kuna mtu kapita hapa, atakuwa kaacha harufu yake ya bangi, ila mimi sijavuta. Acha kunifanya mimi mtoto. Harufu inatokea kabisa hapa kwako. Afu nishokataza kuvuta bangi. Basi sawa mama mtu. Naomba unisamehe. Mimi ndo nimefanya hivyo kweli, lakini nimefanya hivyo kwa kutokana na hali ya hewa yetu ya sasa hivi unajua. Yaani nimekaza lakini nimeshindwa kuvumilia. Kwa hiyo naomba tu unisamehe mpenzi wangu. Hata kama hali ya hewa, ungetafuta mazingira mengine lakini sio kuvuta bangi. Mimi sipendi kabisa. Umeeleweka mama mtu. Hii imeisha. Kauli yako kwangu ni sheria. Afu, baby. Mimi nimekuja. Nina shida na 50,000, kuna vitu havijakaa sawa, nataka nikaeke sawa. Hapo ndo unapozingua tu mama mtu. Yaani hapo wewe ndo unaponikwaza. Yaani wewe kwangu, wewe sema,
Sio unaniomba. Yaani unaanza kujielezea, unaanzia mbali nini na nini. Wewe sema tu kwamba bwana Jungu hivi na hivi na hivi mimi nataka ile nikashaini. Mimi niingie mtaani, ni focus nini na kuletea. Sasa wewe tena unaanza kuniomba, unaniomba nini? Alafu mimi nataka wewe upendeze, ungae. Yaani mtaa mzima huu hapa uonekane queen wewe tu. Sawa? Kwa hiyo wewe ukitaka kuomba kwangu kitu, usiniombe, wewe niambie. Alafu mimi nitatekeleza. Si umeelewa? Asante sana kipenzi changu. Nakupenda sana. Nashukuru Mungu nimepata mwanaume bora. Nakupenda pia mama mtu. Sasa wewe sikilizia. Mimi naingia hapo mtaani, sawa? Naenda kuforce mazingira nini? Dakika 0 tu mtaani kwako. Mzigo unakuja, sawa? Sawa. Mbona unaondoka wakati hujanikisi, hujaniaga? Kwa hiyo nataka nikukisi wapi? Popote unapopenda. Bye. Kwani vipi kuadi, mbona nitazama hivyo? Au kuna kitu nimekufanyia hujapenda? Binti, jiheshimu japo kidogo. Hata kama huwezi kujiheshimu, basi jiheshimu ndoa yako. Huwezi ukawa unaishi tu ovyo ovyo kama mtoto, kama mwanamke ambaye hujaolewa. Leo hii wewe unapandwa tu hapa mtaani kama kuku, kila mtu anakuangalia, kila mtu anakuona. Na wakati wewe ni mke wa ndoa. Vizuri. Kama umetambua kwamba mimi ni kuku, ila wewe nyota yako ya mbwa, haupari mpaka ushurufu. Unasema nini wewe? Umenisikia vizuri sana nilichokiongea, mke mwenzangu.
Dokta, Naam. mgonjwa wangu anaendeleaje? Kikweli nimemwangalia. Ndio. Muda si mrefu atakuwa sawa. Nashukuru. Ya, sawa usijali. Sema kuna kikaratasi hapa nakupatia. Baadaye kama utapata muda utaenda pharmacy utachukua hizo dawa kwa niaba yake. Sawa, daktari, nashukuru. Sawa usijali mama. Asante. Pia kama itatokea kutokea unijuze. Sawa. Sawa. Basi pia nilikuwa naomba nafasi niweze kuondoka. Samahani kwa usumbufu. Usijali. Usijali. Haya natoka. Haya, sawa. Nashukuru sana. Mume wa mtu toka uondoke jana usiku ndo narudi leo, na unaona kawaida tu unanipita hapa hivi. Unahisi upo sahihi? Naomba uniambie ulikuwa wapi. Kwa unataka kujua wapi napotoka, na ndio maana unaongea sana. Ngoja nikwambie wapi napotoka. Natoka huko ambapo unapofikiria, na istoshe nimechoka sana, nahitaji kupumzika. Hivi unahisi unayofanya ni upo sahihi? Au unayofanya unaona upo sawa? Au unahisi kwamba mimi siwezi kufanya maamuzi juu ya hayo unayonifanyia? Naomba usikilize hivi. Nitakuja kufanya maamuzi utokao uamini. Kama ni mimi ndio nifanye hivyo vitu. Sikia nikwambie mwanamke. Mimi ndo kichwa kwenye hii nyumba. Chochote naweza kufanya na hakuna kunipangia. Na iwapo utasubutu ufanya lolote humu ndani, nitakuua. Nadhani unanifahamu. Aisha mwanangu, sina taalamu mtoto wetu. Anaendeleaje? Anaendelea vizuri kwa mujibu wa daktari jinsi alivyonieleza. Kwani kuna kitu gani ambacho kimemkuta mpaka ikapelekea yeye kuzimia? Tulipishana Kiswahili kidogo, nikajikuta tu kibao kimenitoka kutokana na maneno aliyoniambia. Mama, unajua mimi nakuheshimu sana, na hata siku moja sijawahi kukuvunjia heshima, lakini huku unakoelekea nitakuja kukuvunjia heshima mama yangu, hautokaa ukaamini. Neno gani unamwambia mama mzazi wako Sarungi? Mimi mwenyewe binafsi yangu nimekaa na mke wangu siku nyingi sana, sijawahi hata siku moja kusubutu kunyanyua mkono wangu kumpiga. Wewe kama nani mama unaenda kumpiga mpaka nazimia? Kaka, bahati mbaya tu. Nyamaza na wewe. Siongei na wewe. Aliyekupa ruhusa kwamba sisi familia tunaongea na wewe unaongea nani? Wewe kama nani kwenye hii familia kiasi cha kwamba uingilie maongezi yetu? Sarungi mwanangu, alichokuambia Aisha hajakosea hata kidogo. Ila tunaomba tusamehe, haitojirudia tena. Hicho ulichokizungumza naomba isije kajirudia tena kweli. Kwa sababu ukija kusubutu kufanya tena, nitakachokuja kukufanya mama yangu, hautokaa ukaniamini hata siku moja. Na kuomba muheshimu sana mke wangu.